mkoa Queen Sendiga. Kwa kifupi nitambue itifaki ambayo imetambulishwa hapa mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kazi yangu hapa kwa sasa ni ndogo. Kwa awamu ya kwanza nimkaribishe mbunge viti maalum aje atoe salamu. Baada ya Mheshimiwa mbunge wetu viti maalum, naibu spika wetu atakuja kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Karibuni sana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mbunge anapokuja kutoa salamu zake. Karibu jukwani pale Mheshimiwa mbunge, utoe salamu za wana Manyara, hasa wanawake. Karibu sana Mheshimiwa mbunge. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa naibu spika, waheshimiwa wote, wananchi tuliokusanyika hapa, salamu alaykum. Tumsifuni Yesu Kristo. Basi kwa namna pekee namshukuru sana Mungu kwa jinsi tulivyokusanyika hapa na mimi kupata dakika moja ya kuweza kusimama mbele ya kadamnasi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafurahi sana leo umekuja katika mkoa wetu wa Manyara, na mimi nikiwa mbunge wa mkoa wa Manyara. Sisi unafahamu katika kikao cha kwanza cha bunge tulikupa kura zote wabunge wa CCM na wabunge wa pinzani kwa 100%, kwa sababu tunafahamu utendaji wako wa kazi. Kwa kipindi kilichopita ulikuwa waziri wa fedha, umetafuta fedha za kutosha chini wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na fedha hizo nyingi zimekuja Manyara, zaidi ya bilioni 7 katika awamu 5 zilizopita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana, tumefurahi, tumefarijika na wewe kama jirani yetu umeona uanze katika ukanda wa mikoa ya kaskazini kuja kutusalimia. Tunakusalimia sana. Ndugu zangu wananchi wa Kiteto na wa Manyara, sisi ni wakulima na wafugaji. Tumemweleza Waziri Mkuu, sisi ni wachumi wazuri katika mkoa wa Manyara. Wafugaji wetu wengi, tuna changamoto za maji, na mimi najua serikali imechimba mabwawa mengi, lakini waendelee kutuongezea mabawa ili hii kuhamahama na mifugo na kupunguza migogoro ya ardhi ipungue. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huku ni kwa wafugaji na kwa Masai, karibu sana. Lakini nakuhakikishia tu kwamba sisi makabila ya wafugaji tulikuwa nyuma kwenye elimu, lakini kwa sasa hivi hakuna watu wanaotafuta elimu bora kama jamii ya wafugaji wakiwepo wa Masai. Lakini kutokana na jiografia hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna changamoto kubwa sana ya umbali. Watoto wetu wanatembea mbali sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hasa wa kike, kufuata shule. Tunakuomba sana, kama kuna kitu kinatakiwa kuatia moyo wazazi wa maeneo ya ufugaji, ni kujenga mabweni katika shule zote za sekondari, hata ikibidi za msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado mkoa wetu ni kinara wa machangamoto ya unyanyasaji wa kijinsia na matendo mengi ya kuweza kuwanyanyasa wanawake pamoja na watoto. Nikuombe sana kwa neno lako moja pia ukomee hili, pamoja na watendaji waweze kulisimamia hii. Kwa nafasi hii ndogo ninakukaribisha sana Manyara, na asante sana kwa nafasi hii. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa mbunge viti maalum mkoa wa Manyara, na hongera sana kwa kufikisha salamu zetu za watu wetu wa mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruksa yako sasa tupate salamu za mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Nikiona kijani hapa, hawa ndio mabosi wetu na walitumweka madarakani. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, karibu sana utoe salamu. Tumpigie makofi mengi sana mwenyekiti anapokuja kusalimia. Karibu sana mwenye ilani yake. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Mwigulu Nchemba hoye! Manyara hoye! Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge, Waziri Mkuu wa Tanzania, kwa heshima na taadhima naomba
kwa niaba ya chama nikukaribishe katika mkoa wetu wa Manyara. Tarehe 13 Novemba mwaka 2025, mwenyekiti wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuteua kuwa waziri mkuu. Sisi watu wa Manyara, wanachama wa CCM, wananchi, viongozi, tulipokea kwa shangwe, furaha na vigelegele uteuzi huo. Naomba nikupongeze kwa imani kubwa alionayo mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano kwako, kiasi cha kukuteua kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wana Manyara tunakufahamu, tunakupenda. Tulipokea kwa moyo radhi kabisa uteuzi huo, tukitazama historia na uzoefu wako katika kulitumikia hili taifa na hata kutumishi wako katika chama, na tumeanza kuona mapema ulipoanza kushughulika na shughuli hizi. Hongera sana. Mimi na wenzangu ndani ya chama tunakupongeza, hongera sana. Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiko salama. Kinafanya kazi zake. Mimi na wenzangu, kamati katika ngazi zote, kamati ya siasa ya mkoa, kamati za siasa za wilaya, kamati za siasa katika kata, matawi na mashina, tunafanya kazi za kukijenga na kukiimarisha Chama cha Mapinduzi. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya kupendwa kwa chama chetu na wanachama wetu na wananchi wa mkoa wetu, na chama kipo kwa ajili yao. Mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu, wananchi wa mkoa wa Manyara walikipa Chama cha Mapinduzi ushindi wa kishindo. Tulishinda katika ngazi zote. Madiwani wote katika kata zote 142 zilizopo katika mkoa ni wa CCM, isipokuwa kata moja iliyoko hapa Kiteto inaitwa Kiperesa. Lakini tunao pia madiwani wa viti maalum katika tarafa zetu zote 27. Majimbo yetu yote 7 ya uchaguzi tumepata ushindi. Wabunge wetu wote wanatokana na chama chetu, ikiwa ni pamoja na kuwa na wabunge wa viti maalum. Yote hayo ni ushindi kwa Chama cha Mapinduzi, lakini zaidi ya yote, kura nyingi sana zilitolewa za kishindo na wananchi wa mkoa wa Manyara kwa mwenyekiti wa chama, mgombea wa urais, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa zaidi ya 98%. Niliomba upate taarifa hizo, japo unazijua, na tunajivunia sana ushindi huo. Tena wakati huo kulikuwepo na hali ambayo ilileta sintofahamu katika nchi, lakini katika mkoa wetu sisi tulikuwa salama na amani bila shida yoyote, tukifanya shughuli zetu. Tunakishukuru chama, tunamshukuru mwenyekiti na kuwapongeza viongozi wote. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwa jicho la chama katika mkoa huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba litazamwe swala la ukubwa wa kijiografia wa mkoa wa Manyara. Mkoa huu una ukubwa wa kilomita za mraba zaidi ya 52,000. Na wilaya ya Kiteto kama alivyosema Mheshimiwa mbunge hapa, kuna zaidi ya kilomita 17,000 za mraba, na kule Simanjiro zaidi ya 20,591. Ukubwa huu unaleta hali ngumu katika serikali kutimiza wajibu wake wa kuwatumikia na kuwahudumia wananchi nyakati mbalimbali.
Naomba swala hili litazamwe na serikali yetu sikivu, ili tafute namna ya kufanya kuwarahisishia wananchi wa mkoa wa Manyara namna ya kupata huduma na utumishi kwa njia rahisi zaidi na kutoka serikali yao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuhakikishie tu kwamba chama, serikali, wananchi, viongozi wa kuchaguliwa na viongozi wote tupo na umoja wetu, tunafanya kazi pamoja, kazi tuliopewa na taifa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakwenda vizuri katika kupatikana kwa maendeleo na ustawi kwa wananchi wa mkoa wa Manyara. Kwa heshima na taadhima, niendelee kusema nikushukuru kwa nafasi ulionipa, na asante sana, na kidumu Chama cha Mapinduzi. Tumpigie makofi mengi sana Peter Toima, mwenyekiti CCM mkoa. Karibu endelee Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umati huu una shauku ya kukusikiliza kwa sababu wamekuwa wakikufuatilia ulivyokuwa mkoani Tanga, Kilimanjaro, Arusha na leo Manyara. Sasa nimlete mbele yako Naibu Spika wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kukukaribisha uzungumze na umati huu. Mheshimiwa Naibu Spika, karibu sana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Daniel Siro Baran, mwana Manyara huyu. Karibu sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa salamu zako na kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamani watu wa Kiteto, salimiane namna hii, mikono juu namna hii. Kiteto oye! Manyara oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Mwigulu Nchemba oye! Asante Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote kwa jinsi ambavyo umetambulishwa, na heshima itifaki hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niungane na viongozi wetu wa dini kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutoa afya njema na kukutana siku ya leo hapa Kiteto kwa ajili ya ziara yako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miradi mingi